Jeshi la Israeli. Mwaka 2025 ni mwaka ulioangamiza wanajeshi wengi zaidi wa taifa lake. Jeshi la Israeli limetoa takwimu kuhusu kuangamizwa idadi kubwa zaidi ya wanajeshi wake mwaka 2025 ambao umeisha Jumatano, na kutangaza kwamba asilimia 14 ya maangamizi hayo yametokana na vifo vya kujiua. Televisheni ya Al Mayadin imetangaza habari hiyo na kumnukuu Amir Bahbot, mchambuzi wa kijeshi wa tovuti ya Wala ya Israeli, akisema kuwa mwaka 2025 ulikuwa mwaka wa umwagaji damu hasa na mkubwa kwa jeshi la Israeli, na vifo vingi vimehusiana na vita huko Gaza. Ikumbuke kuwa utawala wa kizayuni wa Israeli unachuja mno habari zake na kufikia kukiri kwamba 2025 ulikuwa mwaka wa maangamizi makubwa zaidi kwa wanajeshi wake. Ni uthibitisho kuwa idadi ya wanajeshi wa utawala wa Israeli walioangamia ni kubwa kiasi kwamba Israeli haiwezi tena kuficha. Jeshi la Israeli limekiri kwamba idadi hiyo kubwa ya wanajeshi wa Israeli walioangamizwa inatia wasiwasi na kutangaza kuwa juhudi zinaendelea za kupunguza matukio ya kujiua wanajeshi wa Israeli na kuimarisha msaada wa kisaikolojia kwa wanajeshi. Jeshi la Israeli limetangaza kwamba suala la kujiua wanajeshi wa Israeli kutokana na misongo ya mawazo na kuchanganyikiwa ndilo linalozingatiwa zaidi hivi sasa. Ikumbukwe kuwa kwenye kipindi cha zaidi ya miaka miwili mfululizo, jeshi la Israeli liko vitani kuanzia Gaza mpaka katika nchi za Lebanon, Syria na Yemen. Si hayo tu, lakini pia uchokozi wa Israeli na Marekani katika vita vya siku 12 dhidi ya Iran ulilazimisha Teherani kutoa majibu na vipigo vikali kwa Israeli na Marekani, masuala ambayo yamezidi kuwaweka kwenye hali mbaya ya kisaikolojia wanajeshi vamizi wa Israeli. Hayo yakiendelea, nikwambie msemaji wa wizara mambo ya nje ya Russia Maria Zakharova amejibu vitisho vya hivi karibuni vilivyotolewa na rais wa Marekani na waziri mkuu wa utawala wa kizayuni wa Israeli dhidi ya Iran. Anasema Russia inatoa wito kwa wachochezi kuachana na hatua za kushadidisha mvutano mkabala wa Iran, amesema msemaji wa wizara mambo ya nje ya Russia. Shirika la habari la Izvestia limemnukuu Zakharova akisema kwamba matamshi ya Israeli kuhusu uwezekano wa mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran ni yanaibua wasiwasi mkubwa. Katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na waziri mkuu wa utawala wa Israeli Benjamin Netanyahu tarehe 29 Disemba 2025, Rais Donald Trump wa Marekani alidai kuwa Washington iko tayari kufanya mazungumzo na Teheran, lakini chaguo la kutumia nguvu za kijeshi bado liko mezani. Trump alisema natumai hawatajaribu kujijenga tena, kwa sababu kama watafanya hivyo hatutakuwa na chaguo ila kumaliza haraka urutubishaji huo. Wakati huo huo, marais wa Iran na Russia wamefanya mazungumzo ya simu na kuchunguza hali ya sasa ya uhusiano wa pande mbili, sambamba na kujadili njia za kupanua zaidi ushirikiano kati ya Teheran na Moscow. Vilevile, rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameutaja uhusiano wa Iran na Russia kuwa kimkakati na kusisitiza umuhimu wa kuendeleza makubaliano yaliyopo ili kupanua zaidi ushirikiano wa pande mbili. Vilevile, Israeli imesimamisha shughuli za mashirika ya kimataifa 30 ya masuala ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza. Waandishi wa habari na watetezi wa haki za binadamu wamekosoa na kulaani vikali hatua hiyo ya utawala huo. Max Blumenthal, mwandishi wa habari wa Kimarekani ambaye pia ni muhariri wa The Gryzon, amesema Israeli inatumia vigezo vipya vya usajili kupiga marufuku karibu kila shirika la kimataifa la misaada linaloaminika kwenye ukanda wa Gaza. Max pia ametahadharisha kuwa hatua hiyo ya Israeli itashadidisha kampeni ya kuwanyima Wapalestina chakula, dawa za matibabu na mahitaji mengine muhimu. Mwandishi huyo wa Kimarekani ameongeza kuwa hiyo inayojulikana kama wizara ya Israeli inayohusika na masuala ya diaspora, ambayo amesema kuwa ina uhusiano wa karibu na shirika la ujasusi la Israeli, inawataka wafanyakazi wa mashirika na taasisi za misaada wathibitishe kuwa hawapingi sera za kisiasa na kijeshi za Israeli wala kuhoji simulizi rasmi za Israeli kuhusu vita vya mauaji ya kimbari ya utawala huo dhidi ya Gaza. Wachambuzi wa kizayuni wamekiri kuwa utawala wa Israeli hauna uwezo wa kukabiliana na makundi mapya ya mukawama wa Palestina katika ukingo magharibi wa mto Jordan. Moshe Eladi, mtaalamu wa kizayuni wa masuala ya usalama, amesema leo hii mapambano katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan yanapanuka kwa kasi na tunakabiliana na nguvu na uwezo ambao hatujawahi kukabiliana nao hapo kabla. Mtaalamu huyo wa kizayuni wa masuala ya usalama ameongeza kwa kusema, tunashuhudia kupata nguvu makundi yanayojitegemea katika ukingo wa magharibi ambayo hayana uhusiano wowote wa kimuundo na kitaasisi na Hamas, Fatah au Jihadul Islam,
na wakati huo yanapanua wigo wa hatua na harakati zao katika eneo hili. Channel ya 14 ya television na utawala wa Kizayuni nayo pia imetangaza kwenye ripoti yake kwamba kwa kuendelea usitishaji vita, harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Palestina Hamas imepanua hatua kwa hatua mamlaka yake ya utawala kwenye eneo la Gaza. Luteni Kanali Hezi ni chama mkuu wa klabu ya makamanda wa akiba wa jeshi la utawala wa Israeli, naye pia ametoa indhari kwa taasisi husika za uchukuaji maamuzi kwamba utawala huo ghasibu haujafanikiwa kuhitimisha kikamilifu vita vya Gaza. Channel ya 14 ya Israeli imeongeza kwa kusema, kwa ungamo la afisa huyu wa jeshi, ni wazi kwamba tulishindwa kufikia lengo kuu la vita ambalo ni kuiangamiza Hamas. Kuungama huko kwa makamanda na wataalamu wa masuala ya usalama wa utawala wa Kizayuni kunaonyesha kuwa lengo kuu la vita vya Gaza ambalo ni kuangamizwa Hamas halijaweza kufikiwa. Kushindwa kufikia lengo hilo kunaonyesha kuwa katika hali yoyote ile, na pamoja na kuungwa mkono kwa hali na mali na Marekani na Magharibi, utawala wa Kizayuni hauna uwezo wa kuangamiza kikamilifu mukawama wa Palestina. Upande mwingine wa ungamo hilo la wataalamu wa kijeshi wa Kizayuni ambao ni kuhusu nguvu na kukabiliwa na makundi ya mukawama ya Palestina unathibitisha jinsi makundi hayo yalivyokita mizizi ndani ya wa Wapalestina. Licha mashinikizo ya kijeshi na kuwekewa mzingiro, Hamas imeweza pia kudumisha mamlaka yake ya utawala katika ukanda wa Gaza. Shukran kwa Babu Kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.